Bwana Sheikh Yahya Kifea, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari ya siku bwana? Njema alhamdulillah. Uko vizuri kabisa? Tupo vizuri kabisa, imara kabisa. Sawa sawa. Hapo unazungumza na vijana na watu ambao wametuzidi rika vile vile, hata na watoto wadogo. Tunaishi kwenye mwezi mtukufu, lakini kuna maisha hata baada ya mwezi mtukufu. Kwanza unaona jamii imebadilika kwa kipindi hiki? Kwa kweli ukitazama muktadha kwa sasa, watu wamebadilika sana. Ndio. Kwa heshima ya mwezi huu wa Ramadhani. Ndio. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inapofika Ramadhani inafunguliwa milango ya pepo. Wa ghuliqat abwabal nar, na inafungwa milango ya moto. Kwa hiyo obviously hata sheitani huwa yuko katika minyororo, sawa bwana. That's why unaona watu wengi sasa hivi wako na positive response ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Dunia nzima, whether you are Muslims or not non-Muslim, whether you are Christian, all people are respecting. Na tizuri wamekutana na mwezi wa Kwaresma kwa upande wa Kristo. Na kwa upande wa Kristo pia wana mwezi wao mtukufu, mwezi wa Kwaresma. Kwa hiyo watu wote kwa sasa wako katika response nzuri ya mwezi mtukufu. Sawa sawa. Ungetamani maisha haya angalau yaendelee kwa miaka yote, mwezi yote? Laitaka dauman qarib. Tungetamani mwezi wa Ramadhani udumu maisha yetu yote, kwa sababu watu wanakuwa wakarimu, lakini ibada inakuwa inafanyika muda wote. Lakini ukizingatia hata nidhamu za watu barabarani inakuwa nzuri. How they addressing, sawa, how are they treating each other, somehow mambo yanakuwa very conducive. Kwa hiyo tunatamani Ramadhani ingedumu, kwa sababu watu pia wanahurumiana. Sawa, kwa kidini kuna miezi mingi. Kuna Rajabu, kuna Shaabani, kuna Ramadhani. Lakini imeonekana mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao watu wanafuata taratibu kwa ukubwa sana, kwa maana ya kufunga, kusali, kujaa misikitini. Lakini baada hapo kuna miezi mingine inafuata hawafanyi kama mwezi wa Ramadhani. Unahisi nini hasa kifanyike pia na miezi mingine iheshimike kama mwezi wa Ramadhani? Nitaanzia hapa. Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'ani, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Na Mwenyezi Mungu ndio anaumba anavyotaka na anachagua anavyotaka. Kwa katika miezi yote 12 aliyoiumba ndani ya mwaka, Allah ameuchagua mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwa ndio mwezi bora kuliko miezi yote. Huu ni mwezi ambao ni zawadi kwa waumini. Kama alivyosema katika suratul Baqara, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mlioamini nimekufaradhishieni ninyi kufunga kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama nilivyofaradhishia waliopita kabla yenu. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani hii ni zawadi kwa waumini. Mbali na miezi minne mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala ana miezi yake minne mitukufu. Allah ana miezi yake minne mitukufu. Ila huu mwezi wa unaweza kuitaja pia kwa faida. Na hapo tutaka ufafanue hapo, kwa sababu kuna clips zinasambaa kwa mitandao, mashehe wengine na nini, wasema bana mwezi wengine utafsiri utukufu wake uko wapi, na ile minne ambayo ni tofauti na huu ambayo mitukufu nayo uko wapi. Tupe darasa. Fadhail za Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani una fadhila nyingi sana. Allah tabaraka wa taala anaendelea kutuambia, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Mwezi wa Ramadhani ndio ambao Allah tabaraka wa taala amejalia kuwa ndio mwezi wa Qur'ani. Hudan linnasi is the guidance to all of mankind. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani, Qur'ani ambayo ndio muongozo kwa wanadamu wote. Ni mwezi ambao Qur'ani ilishuka. Ni mwezi ambao Qur'ani ilishuka kutoka kwenye arshi ya Allah tabaraka wa taala kuja mpaka kwenye ubao wa Lauhi Mahfudh. Na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna usiku wa Lailatul Qadri, kama Allah tabaraka wa taala alivyosema, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani ndani ya Lailatul Qadr. Tena usiku huo, fiha, ndani ya usiku huo, yufraqu kullu amrin hakim, ndio mipango ya mwaka mzima inapangwa ndani ya usiku huo. Umejenga msikiti, umeoa, umepata watoto, umefanya nini, the schedule of all year it is arranged in that night. Usiku wa cheo, ratiba yako ya mwaka mzima inapangwa ndani ya usiku wa Lailatul Qadri, kama Allah alivyosema, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina, kama Allah alivyosema. Sawa, tulia hapo hapo.
twende kwenye ile miezi minne na utukufu wake huko. Alafu kabla miezi minne ile usiku wa Lailatul miezi minne ile ni miezi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama nilivyokwisha kutangulia kunukuu aya ya Allah Tabaraka wa Ta'ala alivyosema wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Mwenyezi Mungu anaumba anavyotaka yeye mwenyewe, kwa sababu katika sifa zake innahu la yusalu amma yaf'al, Allah Tabaraka wa Ta'ala haulizwi kwa lolote analolifanya. Wa hum yusalun, bali wanadamu ndio wataulizwa. Kwa hiyo Allah katika kuumba miezi yake kajifanyia miezi yake minne kwa mitukufu. We cannot argue on that. Ipiyo Kama alivyosema katika Qur'ani, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra. Katika miezi ya mwaka ni miezi 12. Katika hiyo miezi 12 iko minne mitukufu. Na katika hiyo minne mitukufu asithubutu mmoja wenu kumkosea Allah Tabaraka ndani yake. Sasa katika hiyo miezi minne mitukufu kuna Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Hii ni miezi mitatu mitukufu ya Allah, mmoja Rajabu kwa ile tuliacha Dhulqaada. Mitatu ile ni mutawaliyat ambayo inafuatana. Inafuatana. Rajabu kwa Rajabu umeskip kidogo. Kwa sababu baada ya Ramadhani unakuja Rajab, unakuja Shawwal. Baada ya Ramadhani inakuja Shawwal. Okay. Sawa. Vipi tena mwalimu ameingia? Mwalimu alivovaa inaruhusiwa? Mashaallah. Inaruhusiwa. Alivovaa inaruhusiwa mwalimu. Anataka kuswali. Bwana Mziri naona ameingia kipenzi hapa ambacho akijevuka magoti. Akijevuka magoti mwalimu sitakuwa vuka magoti. Kama anataka kuswali. Kama anataka kuswali ndio. Sawa, tuendelee shehe wangu. Sasa twende kwenye ule mwezi ambao unasema riziki zako zimepangwa hapo. Ule kwenye usiku wa cheo, Lailatul Qadr. Sasa ule kuna ni mmoja tu ama kwenye ile kuanzia ile fungu la mwisho kila mtu anaweza kauona kivyake, ama unatafsiriwa ni usiku mmoja tu? Zimekuja hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema itafuteni Lailatul Qadr katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ila yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake aliipata mwezi 27. Kwa there is no clear ahadith whether it is 21st or 23rd or 25th or 27th or 29th. There is no clear ahadith, but hadithi ambayo ina nguvu ni kwamba tutafute katika masiku ya witri. Ya witri. Na mimi nataka niulize kwa nini ile 1 3 6 9 witri? Sababu Mwenyezi Mungu anapenda witri. Namba isiyogawanyika kwa 2. Witri. Bwana hiyo ndio siri ya Mwenyezi Mungu. That the fact that Allah is not divisible. Kwa sababu yuko peke yake. Lau kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Laiti kama kungelikuwa na Mungu mwingine zaidi ya huyu basi ungetokea ufisadi. Sasa kwa nini sisi binadamu tunakengeuka kwenye kutafsiri miaka mingine, wakitafsiri mwaka ambao ugawanyiki kwa 2 ndio mgumu, wakitafsiri unaogawanyika basi mwaka ule laini. Ni akili zao, ni notions. Kwa sababu Allah anasema wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Amekuwa mwanadamu katika kila jambo anapenda kuargue. Mwanadamu anajiongeza. Anaweza kafikiria jambo tu akaropokwa basi. Hana ushahidi nalo, hana dalili nalo. Imam Shafi'i rahimahullah anasema tusizilaumu zama. Sawa, riziki yako anapanga Allah Tabaraka wa Taala. Almuhimu tu kwa sababu tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ngoja tuisubiri Lailatul Qadr, tulie sana, tumuombe Allah Tabaraka wa Taala atusamehe makosa yetu, na atukubalie funga zetu na amali zetu. Hii inaweza ikaizi the way of our rizq. Sasa hasara gani binadamu ameipata asipolia kwenye usiku huo? Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfun man adraka Ramadhana wa maghfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ameangukia pua mtu ambaye ameifunga Ramadhani lakini hakusamehewa dhambi zake. Kwa hivyo kuna namna ya kujitahidi kufanya tauba ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sawa, na hapo tutabaki kwenye Lailatul Qadr, usiku wa cheo. Kuna watu wengine walianza kufunga kwa maana ya sunni na kuna wengine wamechelewa kufunga. Sasa 21 iko wapi? 23 iko wapi? That the cornerstone of your question. Ndio lengo la swali lako. Ndio. Swala la watu walioanza kufunga na swala la watu ambao wamechelewa kufunga, hili ni swala pana sana. Ndio. Of course katika nchi yetu kuna utawala hapa, kuna mufti ambaye ndo ana dhamana ya kutangaza mwezi na ndo amebeba direction zote. Sawa bwana.
Kwa hiyo kwa wale ambao wao wanaanza kufunga sawa, na wale ambao wanasubiri kutangaziwa na mufti sawa, kwa sababu tuko chini ya mamlaka sawa. Lisije likatokea swala hili likatengeneza misconvenience baina ya Waislamu. Mwingine anaweza kaja na hoja, vipi blind person ambao hawaoni, he cannot witness the hilal. Hilali ni mwezi muandamo. Sasa atafungaje? Na maana atapewa information sawa. Kwa hiyo kwa wale ambao wanafunga kwa information kwamba mwezi umeandama sehemu fulani, it's fine. Lakini kuna mufti ambaye anafanya ile collective solution kwamba wote tufunge pamoja, kuondosha ile huyu wa Tanga anasema mwezi umeonekana Saudia, kuna mtu yuko Zanzibar anasema mwezi umeonekana labda wapi Tandaimba, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kunapokuwa na kiongozi ni vizuri kwa sababu anatengeneza ule muhimili uliokuwa sahihi. Sawa. Tunapoelekea kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunasali Idi asubuhi, na kabla hapo kuna zakatul fitri. Tuambie faida zake. Zakatul fitri, zaka kama zaka, is one of the strongest pillar of Islam. Today we have a lot of people who are masakins. They don't have money, they cannot afford anything. Why? Kwa sababu matajiri au wanaopaswa kutoa zaka, they never provide zaka. If they are providing zaka, it is going to the wrong people. Kuna watu ambao wanastahiki kupewa zaka, kupewa sadaka. Sasa zile mali haziwafikii, na matajiri hawawawezeshi vijana. Tajiri anasubiri kijana aje amuombe. Na kijana kisha kuja kukuomba, tayari ile pesa anayokuahidi atairejesha, mara nyingi atashindwa kuirejesha kwa sababu anakuja kuomba capital from the starting point. Lakini kama matajiri wetu walikuwa na uwezo wa kuwawezesha vijana, ingekuwa ni sahihi sana kuondosha umaskini. Kwa sababu maswahaba waliopita, maimamu waliopita zama zao, zaka ilikuwa hadi inarudishwa baitul mali, kwamba hakuna mtu wa kumpa zaka. Watu wamejitosheleza, sustainability. Watu wamejitosheleza. Lakini sasa hivi tajiri anasubiri mpaka mtu aje amuombe. Hii ni social media, tuko live, watu wanasikia, wengine wataona kwenye television na nini. Lakini jukumu la kumpa maskini mali ni jukumu la matajiri. Ndio maana Allah tabaraka wa taala anasema kwenye Qur'ani, tajiri kuingia peponi ni muujiza. Bora ngamia anaweza akapenya kwenye tundu la sindano. Hata yalijal jamalu fi sammil khiyat. Yani ngamia kupenya kwenye tundu la sindano sio habari. Habari ni tajiri kuingia peponi. Je, ni lazima kutoa zaka? Ni lazima kwa tajiri kutoa sadaka kwa tajiri. Hiyo ni lazima. Hilo ni swala la lazima. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani, wa yasalunaka madha yunfiqun. Kwa sababu maswahaba washamkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa na maswahaba ni matajiri, mpaka wanamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haijashuka amri au maagizo ya sisi kufanya provision, kutoa sadaka na zaka? Shoni, unajua historia za zamani, utajiri na watu wa zamani ulikuwa ni kama kawaida fulani. Watu walikuwa wako vizuri. Unakumbuka hata kwa upande wa Kristo, yupo mwamba mmoja yule alipanda hadi Zakayo nafikiri mwenye mti pale, na hapo wengine wakasema sasa mimi nifanye nini utajiri wangu? Yesu akamwambia bwana, utoe kwa watu kwa maskini, ugawe, si ndio? Kwa hiyo kulikuwa na mataikuni enzi hizo, ilikuwa ni noma yani washuo walikuwepo kitambo enzi hizo, vitu pia vya thamani, na hao ndio waliwapokea viongozi wa dini ambao wamekuja, na wengine nao wakawapa upinzani mkubwa. Tuendelee bana. Kuna sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaitwa Thalaba. Alikuwa maskini sana, to the level kwamba kila baada ya swala hasubiri dua, anaondoka mbio kwenda kutafuta riziki. Kila siku. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikutana naye, akamuuliza Thalaba, kwa nini unaharakisha kuondoka nyumbani baada ya swala? Akamwambia, ya Rasulullah, mimi nguo yangu ni moja ambayo na share na mke wangu. Kwa ukiniona niko msikitini, mke wangu nyumbani hana nguo ya kuswalia. That's why after prayer I'm rushing ili kwenda kumpa mke wangu naye malabis avae aweze kuswali. Kwa ya Rasulullah, kwa sababu leo umeniuliza niombe dua kwa Allah tabaraka taala jalie mali. Mtume sallallahu alayhi akamwambia, hali yako hiyo ni bora kuliko ukipata mali, kwa sababu kuna fadhila za kukosa, kuna fadhila za umaskini. Samahani, mambo ya imani haya, you need to be strong minded. Kuna fadhila za kukosa, ukipata unaweza ukabadilika sana, ukakengeuka. Sasa tumtazame Thalaba kwa haraka.
Mtume za salama akamwombea dua Thalaba, akaanza kupata utajiri wa mifugo to the level kwamba he has to shift from the city town to the area where he can afford kufanya mambo ya grazing. Sawa bwana, hapa inabidi tu tunatumia Kiswahili, maana shehe wetu anaweza kupiga ngeli huku na nini, msikizaji anaweza elewa hiyo kushift ni kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwenda mashambani huko. Akakaa huko. Sasa Uislamu sheria ile iko nakuja taratibu. Qur'an imeshuka kwa miaka 23 ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo zile commandment za Allah tabaraka wa taala zinakuja taratibu. Ikaja command ya kutoa zaka. Kama hiyo unazungumzia zakatul fitri, kwamba Allah tabaraka wa taala kashamuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqa. Hata imewekwa hadi kwenye nguzo za Kiislamu. Ni nguzo ya Kiislamu, ni nguzo ya 3 kati ya muhimu kubwa 5. Ile ya 3 na ndo ya kati. Kwa sababu katika vidole vitano kuna kidole cha kati. Kwa maana kuna shahada, kuna swala, afu kuna zaka, afu kuna saumu ni ya 4, kisha kuna hija kwa mtu mwenye uwezo. Jitahidi Sheikh Khalid, wewe uende ukaiji. Najua uwezo unao tayari. Mashaallah. Basi Thalaba yeye Mtume sasa akatuma maswahaba, nendeni kwa Thalaba kamwambieni ishakuja amri ya kutoa zaka. Kwa hiyo katika mali zake za mifugo yake atoe labda ngamia 1 au 2 au 3 na mifugo yote, kwa sababu zaka na sadaka ina utofauti. Sadaka ni kima chochote, ila zaka there is a fixed amount. Kuna kiwango kama mchele kilo ngapi, nyumba fulani na nyama kilo ngapi. Sawa. Ukimiliki ng'ombe 100 labda utakiwa utoe 10 au utoe 3. Inategemeana na mahesabu. Sawa. Kwa Thalaba alivyojua na maswahaba akasema huo ujumbe ya ujaje bwana. Hakuna amri ya kutoa. Kasahau kwamba yeye aliombewa. Mimi sijui kwamba kuna habari ya kutoa. Itakuwa Mtume anatamani mali zangu. Ndio Allah tabaraka wa taala anasema katika suratu Zumar, na aya hii imekuja mara 2. Fa idha masal insana dhurrun da'ana thumma idha khawwalnahu ni'matan minna قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا, mwanadamu anapoguswa na shida, matatizo, dhurru yani madhara, labda umaskini, njaa, whatever, unsustainability ikimkumba mwanadamu, daana, anatuomba kwa unyenyekevu. Katika aya nyingine, daa rabbahu muniban ilayhi, anamuomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu mno. Thumma idha khawwalnahu ni'matan, kisha tukishampa neema zetu mwanadamu, qala, anaanza kusema inma utituhu ala ilmi, mimi mjanja bwana, nimepata kwa ufundi wangu. Unaangalia Nipe Tano na Khalid Gangana. Shehe wangu anasema Qur'ani ni ramani. Haya mambo alishachorwa kitambo. Yaani siku nyingi. Ndio maana ukaambiwa sasa binadamu anakuja hao ndio binadamu. Yaani unaishia tu hivyo. Umemsaidia mtu, mwisho siku anakuja na kukengeuka. Mtu amepata anajisahau, vitu kama hivyo. Nataka nirudi kwenye dhana moja ya umaskini na kuomba pengine na nini. Mimi nilipenda yule sahaba ambaye alikuwa akimaliza kuswali, anaenda zake, anatoroka, anaondoka, anavaa nguo moja na mke wake. Mkumbushe jina lake. Thalaba. Ndio. Alikuwa anaenda kwa ajili ya mke wake naye akaswali. Tunaweza tukatafsiri kuna yule ambaye akimaliza vile vile anaondoka kwenda kujitafutia riziki kwa haraka sana, umeelewa? Na pia imeruhusiwa hiyo. Lakini sasa naye anaondoka kwa haraka. Sasa kuna yule ambaye zamani nilishuhudia mimi kabisa. Yaani tunapiga ile salama ya mwisho kuuaga kutoa salamu. Jamaa akapiga asalamu alaykum ndugu zangu. Hata hatujaema. Akasema ndugu zangu bwana, mimi sina kitu, sina futari yoyote mwenye kunisaidia. Yaani hata hatujaema shehe wangu. Hiyo nayo ikoje utegemezi wa namna hiyo yani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza kuomba. Mpaka imamu akashtuka shehe wangu. Amekataza kuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika Uislamu chance ya kuomba wanayo watu 3 tu. Mtu wa kwanza anayeruhusiwa kuomba katika Uislamu ni mtu ambaye amepotelewa na mali yake.
kapoteza mali zake. Kuna watu wanapoteza mali ni namna nyingi sana, labda kaibiwa na vitu kama hivyo. Huyo mtu anaruhusiwa kuomba, na akishapata tu anatakiwa alete istighfari kwa Allah tabaraka wa taala. Mtu wa pili anayeruhusiwa kuomba ni yule ambaye ameunguliwa na mali zake, labda moto umeteketeza mali zake, alilala na fedha ndani, moto ukateketeza labda dolari hizo, dirham, dinari, kwa amekuwa bankrupt. Kwa hiyo haya unataja la kubwa sana sasa. Mashaallah, kwa sababu situpo katika mwezi mkubwa. Mashaallah, mkono unawasha sasa wangu. Andika pesa, andika bilioni 1 itakuja. Inshallah. Allah mjalie bwana Ganga, na akishika 100 iwe milioni 100. Amen. Na nikurudishia 200 iwe milioni ngapi? Ukipata milioni 100 kumbe 10, ukinipa 10,000 tu. Mashaallah. Tuendelee wale. Kwa hiyo wale ambao wanaruhusiwa kuomba, kwa hiyo anapoteza amekapoteza, mwingine kaunguliwa na mali yake, na akipata inabidi alete istighfari. Mtu wa tatu ambaye anaruhusiwa kuomba ni mtu ambaye ana deni ambalo haafodi kulilipa, billions of money. Hata wakitaka kwenda kumfunga wanaweza wakampoteza 30 years au life sentence in jail. Anamalizia Mtume swalla salam hadithi yake kwa kusema ni bora mmoja wenu akaingia porini akakata kuni akaja kuziuza mjini ili ukapata mkono wake kwenda kinywani mwake. Kwa hiyo Allah anakubali sana jasho la mtu kutumia jasho lake mwenyewe. Allah anakubali sana, lakini haikatazi mtu kusaidia, ila sasa haikatazi mtu kuomba, lakini kwa njia hizo, ila sio kwamba kila mmoja tu kila yoyote. Unaweza kuona kuna mtu barabarani, ili nalisemea vizuri kwa sababu hata serikali wanapambana sana na jambo hili, na sisemi kwa intention mbaya, intention yangu ni nzuri tu. Utakuta mtu ana ile wheelchair, anasukuma mtu ambaye ni kilema, lakini ukimwangalia anasukuma ile wheelchair mzima yuko vizuri to the level kwamba anaweza aka-afford kumsaidia yule mgonjwa na yeye mwenyewe. Lakini pia unakuta wanapita wanaomba. Serikali inatumiaga busara sana, inawaacha, lakini muda mwingine inajitahidi kuwakumbusha kujitahidi kutafuta riziki zao kwa majasho yao. Nilikutana na watu wao mara kadhaa, na siku zote wanamshauri yule mzima kwa nini asipambane kutafuta pesa ili amhudumie huyu mwingine. Wengine wanatumia kama kitega uchumi kabisa. Baadaye wanagawana hesabu. Sawa, kwa kisa kile ulichotuambia cha bwana nani Tharab, ndio sababu kuwa sababu ambayo pia Allah awape wengine baraka akiamini watabadilika. Allah tabaraka wa taala anasema siku ya kiyama haitaondoka nyayo ya mja mpaka aulizwe mambo manne. Lakini ukichelea mbali hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala pia anatuhakikishia siku ya kiyama mtu hatoenda peponi na hatoenda motoni mpaka aeletewe zile dua zake zote alizowahi kuziomba, with the reasons kwamba kwa nini hii ukupewa, kwa nini hakupewa kwa nini sikukupa, kwa nini ningekupa, kwa nini sijakupatia, kwa nini nilikucheleweshea, kwa nini hivi. Lakini majibu yote yanapatikana tukimwomba Allah tabaraka wa taala atatupa. Mashaallah. Sawa. Sheikh Yahya Kefea, sisi tunashukuru sana. Tunashukuru sana kwa vitu ambavyo umetugusia hapa. Wewe inabidi upate uwanja wako kabisa. Tunapata visa vya madarasa kama hayo na nini. Hata kurudisha vijana katika njia ambayo imenyooka. Kwa sababu shehe wangu angeanza kukaa maskani, lakini unamsikia hata kinywa chake zinatoka busara tu. Na nimeona mfano alikuwa anautoa pale. Nikasema huyu jamaa kweli mwandishi wa habari nini? Kwamba serikali inatumia busara. Hata hao namna ambao wanaomba na nini. Ana minimize harm. Hatari. Shehe wangu barikiwe sana. Amina mashallah. Tupe neno la mwisho mwalimu hapa. Neno la mwisho, tujitahidi sana kuinvest katika dini. Safi sana. Kwa sababu sisi ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Is the best umma. This is the best society. Na hata mtume wetu kwenye Qur'ani Allah tabaraka wa taala hakumuita jina lake in direct way. Alimuitaje? Kwa baadhi ya mitume Allah amewaita ya Musa aqbil wala takhaf, ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwa, ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna. Kwa mitume wote majina yao Allah aliyamention direct, ila kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah alimuita ya ayuhan nabii. He never called him his name through direct way, but Allah tabaraka taala
to the respect of a beloved Prophet Muhammad sallam, he called him ya ayuhan nabii. Kwa Mtume sallam alidedicate maisha yake, mali zake na watu wake kwa ajili ya dini. Kwa tukiona sehemu kuna ujenzi wa msikiti, let us go and invest there. Sehemu kuna ujenzi wa madrasa, let us go and invest there. Na ulikuwa kwenye mchakato huo wa kujenga msikiti Bunju kule? Ya Mbweni. Bado umefikaje? Bado umeshaanza? Wafadhili hawajapatikana, kuna viji foundation pale. Kwa inshallah wakipatikana kwako Sheikh Khalid walete Mbweni direct. Wewe unapatikana vipi mahali? Mimi kwenye namba za simu. Zipi hizo? 07 16 20 86 06. Irudie tena kwa mara mwisho. 07 16 20 86 06. Watu wajenge msikiti. Watu wajenge msikiti, watu wa invest katika dini. Lakini pia unafundisha madrasa. Kufundisha Qur'an na hakuna kazi bora kama kufundisha Qur'an. Hakuna kazi bora kama kufundisha Qur'an. Watu tumesoma udaktari, watu wamesoma engineering, watu sana, lakini Mtume sasa anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. The best among of you is the one who taught Qur'an. Okay, he learn it then he teaches it. Kwa hiyo unajifunza kisha unafunza watu kusoma kitabu cha Allah tabaraka, kwa sababu Qur'ani ndio kitabu kitukufu. Allah kuweke kwenye daraja la juu zaidi. Amina ya rabbil alamin. Sisi dua zote tunakuombea zenye heri. Mashaallah tabarakallah.